Habari mwanafamilia wa The Catalog. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha kuimarisha afya yako na kuboresha afya yako iweze kuwa nzuri zaidi. Na leo tutajifunza namna ya ulaji ili kuweza kutusaidia tupunguze uzito. Kama nilivyosema kwenye episode iliyopita kwamba kuna kanuni ambazo ukizifuata itakusaidia uweze kupunguza uzito. Na kama nilivyosema, usipozifuata tarajia ambayo huyatarajii. Sasa leo unatakiwa uweze kuelewa kwamba tukiunganisha na zile kanuni ambazo tumejifunza, ule kwa utaratibu gani ili iweze kukusaidia wewe kupunguza uzito. Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima tuweze kuyazingatia kwenye lishe ili tuweze kupungua uzito na kufikia malengo ya kuwa na afya bora. Karibu sana kwenye The Catalog. Naitwa Dr. Eric George Otieno, na hapa ndipo unapopata maarifa. Tunabadilisha mfumo wa maisha na kuhakikisha unapata elimu ya lishe nzuri kukusaidia wewe kuboresha afya. Na hii ndio The Catalog. Kwenye lishe, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana kuweza kulizingatia ni kuhakikisha unapunguza idadi ya milo unayokula kwa siku. Tumezoea tunakula milo mitatu, sasa hivi watu wanaenda paka milo 4, milo 5. Lakini umeshawahi kujiuliza kwamba wewe kula milo 3, 4, 5 inatija yote kwenye afya yako, au tunakula tu kwa sababu ya mazoea, au tumezoea kula hivyo? Ni muhimu sana kuweza kufanya maamuzi ya kula kwa namna ambayo itasaidia afya yako kuweza kuimarika, na sio kula tu kwa sababu watu wanakula. Kwa hiyo tunapopunguza idadi ya milo na tukikumbuka kwenye kanuni yetu namba 2 ambayo ni insulin inachangia kwa kiwango kikubwa wewe kuongezeka uzito, na tukasema kwenye swala la insulin, unapokula sukari kwa kiwango kikubwa au chochote ambacho kikimeng'enywa kinatoa sukari, basi inapelekea wewe kuendelea kuongezeka uzito, kwa sababu ile sukari itabadilishwa kwenda kwenye mafuta na kuweza kutunzwa ndani ya mwili. Sasa tunapotaka kupunguza uzito, tayari nimepunguza idadi ya milo. Nikishapunguza idadi ya milo, kama nilivyosema kwamba insulin itakuwa inazalishwa mara chache kama utakuwa unakula mara chache, na itakuwa inazalishwa mara nyingi kama utakuwa unakula mara nyingi. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, kama unakula vyakula vya sukari kwa kiwango kikubwa au chochote ambacho kikimeng'enywa kinapelekea sukari, basi tegemea insulin itakuwa juu sana. Na kama unakula vitu ambavyo havina sukari kwa kiwango kikubwa au umeondoa kabisa mambo ya sukari kwenye milo yako, basi insulin itakuwa inatengenezwa kwa kiwango kidogo sana. Na kama tulivyosema, insulin inapokuwa kwa kiwango kidogo, basi inatusaidia kwa kiwango kikubwa mwili kwenda kwenye kitu kinachoitwa fat burning state, au inachoma mafuta na kukusaidia wewe kuweza kupungua uzito. Sasa kwenye kupunguza idadi ya milo ndo ile swala la tunaita fasting au swala la kufunga inaingia, ambayo kwenye fasting tunachomaanisha ni kwamba kunakuwa na muda fulani ambao unakuwa unakula, alafu kunakuwa na muda fulani ambao unakuwa hauli, unakaa bila kula. Na tulivyozoea kwenye fasting schedules, mara nyingi tumezoea kutumia masaa 12 mpaka masaa 12, kwamba una masaa 12 ya kula, alafu masaa 12 mengine unakuwa hauli. Tukaenda zaidi tukaanza kuziita intermittent fasting, ambao ni hizo 12. Kuna zingine ambao ni 16 kwa masaa 8. Kwa hiyo unafunga kwa masaa 16 lakini unakula ndani ya masaa 8. Ukiacha hapo tukaenda zaidi, kuna ambao tunafika masaa 24, kuna ambao wanafika masaa 36, na kuna masaa 48, 72 na kuendelea. Na tafiti zimeonyesha kwamba kadri ambavyo unapunguza idadi ya milo kwa siku, ndipo unasaidia pia mwili kuendelea kuchoma mafuta yaliyotunzwa ndani na kukusaidia kupunguza uzito. Na cha kuzingatia kwenye swala la kufunga na kukusaidia kupunguza uzito ni kwamba utakapofungua, utakachokula itaamua kwa kiwango kikubwa kama utapungua uzito vizuri au la. Mfano, umefungua
baada ya kufunga kwa muda fulani, alafu kwenye kufungua kwako ukakula vitu vya sukari. Ukila vitu vya sukari, tunarudi pale pale, itapelekea insulin kuwa juu, na kama sukari itakuwa ni ziada kwenye mwili wako, manake tutaendelea kutunza mafuta. Kwa hiyo kwa muda wote uliofunga ulikuwa umejitahidi kupunguza mafuta yaliyotunza ndani ya mwili kwa kuyachoma, lakini baadaye unakuja kula tena sukari ambayo itapelekea sasa tuende kutunza tena. Kwa lugha ya kitaalam tunasema work done is equal to zero, kwa maana kwamba utakuwa haujafanya chochote. Sasa ni muhimu sana wewe kuweza kuzingatia ni kitu gani utakuwa unakila baada wewe kufungua. Na tunashauri zaidi tuende kwenye kula matunda kwa kiwango kikubwa, kula mboga za majani, kula protein kwa kiwango kikubwa, na hivi vitu kama nuts ambazo ni karanga, korosho, almond, walnuts na vitu kama hivyo. Itakusaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza insulin inayozalishwa pale ambapo utakuwa unakula vitu ambavyo havina sukari kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana kuweza kulizingatia, ambao tumesema ni kupunguza idadi ya milo na wewe pia kufanya mfungo ili kukusaidia kupunguza uzito. Jambo la pili ambalo ni la muhimu sana kuweza kulizingatia ni kula vyakula ambavyo vina nyuzi kwa kiwango kikubwa, au tunasema ni fiber rich diets. Tafiti zimeonyesha kwamba kwenye mfumo wa chakula kuna vijidudu ambao tunawaita microbiomes. Na hawa vijidudu kuna wazuri na kuna wabaya. Wote tunawahitaji, wazuri na wabaya wote, kwa sababu kila mmoja ana kazi yake kwenye mfumo wa chakula. Hivi vijidudu vimeonekana kwa namna moja au nyingine zinasaidia kuimarisha mfumo wa chakula kufanya kazi vizuri. Zinachangia wewe kuongezeka uzito na kupungua uzito. Zinachangia pia kwenye masuala ya hormone, zinachangia kwenye kinga ya mwili na mambo mengine kwa ujumla kwenye mwili wa binadamu. Sasa unapokuwa unakula vyakula ambavyo vinakuwa na fiber au nyuzi ya kutosha, huwa inaenda kuwalisha bakteria wazuri. Na bakteria wazuri kwenye mfumo wa chakula wanapokuwa wengi kwa kiwango kikubwa, inatusaidia cha kwanza kupunguza uzito. Lakini pili, inatusaidia kuimarisha mwili wetu kwa ujumla. Tatu, inasaidia kuimarisha kinga ya mwili ambayo inatusaidia mwili kuweza kuimarika na kuweza kuondoa takataka ambazo ziko kwenye mwili ili kutusaidia tuweze kupunguza uzito vizuri. Kwa hiyo namna ya ulaji au tunapokula fiber rich diet itatusaidia kwa kiwango kikubwa kuwalisha bakteria wazuri ambao watakusaidia kwa namna moja au nyingine tuweze kupunguza uzito. Na pia hawa bakteria wazuri pamoja na hizo fiber ambazo tunakuwa tunakula. Fiber kwenye mfumo wa chakula kwa namna moja au nyingine huwa inatusaidia pia kuzuia kiwango cha sukari kitakachoingia kwenye damu. Mfano mzuri ni kwamba mtu anapokula chakula ambacho hakina fiber, kama kina chochote ambacho kitatoa sukari, basi sukari itaingia kwa kiwango kikubwa kwenye damu. Lakini mtu akila chakula ambacho kina sukari, lakini chakula hicho pia kina fiber, basi fiber itazuia kwa kiwango kikubwa kiwango cha sukari kitakachoingia kwenye damu, na hiyo pia itatusaidia kwa kiwango kikubwa kuweza kupunguza uzito. Kwa hiyo kula vyakula vya nyuzi ni sehemu ya muhimu sana ya kutusaidia sisi tuweze kupunguza uzito. Na hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo ni la muhimu sana kuweza kuzingatia, tunasema ni kula vyakula vya protein. Tumezoea kwamba tunapokula kipindi ambacho tunapunguza uzito, tunasema labda nataka kula ili niweze kuiongezea mwili nishati na vitu kama hivyo. Zote ni sawa. Naomba nikueleweshe kwamba tafiti zimeonyesha unapokula protein kwa kiwango kikubwa, cha kwanza inasaidia, kuna hormone inaitwa ghrelin, na hormone ya ghrelin ina control kiwango cha njaa au ina control wewe kupata njaa au kutokupata njaa. Kwa hiyo mtu tumbo lake ikiwa haina kitu, hormone ya ghrelin inatengenezwa kwa kiwango kikubwa na kustimulate mwili wako na tumbo lako kuweza kupata njaa ili uweze kula chochote. Sasa unapokula protein kwa kiwango kikubwa, tafiti zimeonyesha kwamba zinasaidia kupunguza uzalishaji wa hormone ya ghrelin
na kusaidia wewe kuto kupata njaa mara kwa mara. Na tunavyofahamu, changamoto ya watu wanaotaka kupungua uzito au wako kwenye program ya kupunguza uzito, mara nyingi wanapata changamoto ya kupata njaa mara kwa mara. Na hii ni kwa sababu ya aina ya vyakula ambavyo wanakuwa wanakula. Kwa sababu sukari inaonekana ni chakula ambacho kinaleta njaa mara kwa mara. Na protini inatusaidia kwa kiwango kikubwa pamoja na mafuta kupunguza kiwango cha njaa ambacho mtu anakuwa anapata. Sasa kwa maana hiyo, ulaji wa protein kipindi ambacho unapungua uzito ni jambo la muhimu sana sana, na itakusaidia wewe kwa ujumla kuweza kupungua uzito. Kwa hiyo vyakula kama tuseme samaki, nyama, kuku, maharage, mayai, maziwa na jamii zingine zote za protein ambazo unazifahamu zitakuwa ni za muhimu sana kwenye kipindi ambacho unakuwa unafanya program ya wewe kupungua uzito. So hilo ni jambo namba 3. Jambo namba 4 ambayo ni muhimu sana kuzingatia kwenye swala la kupunguza uzito unapokula kwa ajili ya kupunguza uzito ni swala la kuondoa na kupunguza vitu vya sukari kwa kiwango kikubwa. Na kitaalam tukisema sukari kwa kiwango kikubwa tunamaanisha chochote ambacho kikimeng'enywa kinaenda kutoa glucose. Ukimeng'enya wali, ukimeng'enya ugali, sijui umekunywa uji wa mtama, uji wa uwele, vyote hivyo vikimeng'enywa vinaenda kutoa glucose mwishoni. Asali na vitu vyote ambavyo vina sukari kwa ujumla zikimeng'enywa zinaenda kutoa sukari. Lakini pia sehemu ambao watu huwa wanajisahau sana ni kwenye swala la matunda. Na matunda pia huwa yamegawanyika kwenye matunda ya sukari na sio ya sukari. Lakini jambo la matunda nitaliongelea vizuri baadaye. So kwenye swala la sukari, kama tulivyosema kwenye kanuni namba 2, kwamba insulin inapandishwa sana na sukari. Kwa hiyo ukipunguza kiwango cha sukari unachokula, utapunguza kiwango cha uzalishaji wa insulin. Na itakusaidia sana kuweka mwili wako kwenye fat burning state na wewe kuweza kupungua uzito. Kwa hiyo swala la sukari, na hapa ndio uzito unapoongezekea na watu huwa hawafahamu. Kwa hiyo naomba niwasisitize kwamba unapotaka kupungua uzito na uweze kupungua vizuri, hakikisha kwamba unapunguza kwa kiwango kikubwa. Na kama unaweza kuondoa kabisa, itakuwa ni jambo la heri, itakusaidia sana kuweza kupungua uzito. Kwa hiyo ni jambo la 4 ambalo likizingatiwa kwenye swala lako la lishe itakusaidia uweze kupungua uzito. Jambo namba 5 ambalo ni la muhimu sana kukusaidia kupungua uzito ni swala la kula mafuta yaliyo bora. Tunatumia mafuta ya kupikia na nyingi tunatumia mafuta ya mimea. Tumezoea kutumia alizeti kwa kiwango kikubwa, na wengine wanaweza kutumia mengine wanayoyajua. Wengine wanatumia olive oil, wengine wanatumia canola oil, zipo nyingi sana. Lakini tafiti zimeonyesha kwamba kwenye mafuta hasa haya ya mimea yakishachakatwa yanakuwa na kiwango kikubwa cha omega 6. Omega 6 ni aina ya mafuta ambayo kwenye mwili wa binadamu inaweka mwili kwenye hali ya kujihami au tunaita inflammatory state. Na unapotaka kupungua uzito, mwili haitakiwi kuwa kwenye hali ya kujihami au kuwa kwenye inflammatory state, kwa sababu inasoma kama iko kwenye stress. Na kama nilivyosema kwamba stress kwenye mwili wa binadamu ni sehemu ya sababu inayochangia uzito kuongezeka. Kwa hiyo mwili wako ikiwa kwenye inflammatory state kwa kiwango kikubwa, inakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kupungua uzito. Kwa hiyo jambo la kuhakikisha kwamba unakula mafuta ambayo ni mazuri na ni salama itakusaidia kwa kiwango kikubwa wewe kuweza kupungua uzito. Na hapa ninashauri nini? Mafuta ya mimea yakiwa hayajachakatwa yanakuwa na balance nzuri sana ya omega 3 pamoja na omega 6. Japo kuwa omega 3 sio kwa kiwango kikubwa sana, lakini kwa namna moja au nyingine inakuwa inasaidia kubalance hiyo omega 6 ambayo inaingia. Lakini yakishachakatwa au tunasema yakishakuwa refined, basi omega 6 ndio inabaki kwa kiwango kikubwa sana na kuweka mwili wako kwenye hali ya kujihami. Kwa hiyo tujitahidi sana kula mafuta ambayo ni salama, especially haya mafuta ya mimea tutumia yale ambayo ni non refined, yanakuwa ni mazuri. Ukipata mafuta ya mzaituni au olive oil, hiyo ni option nzuri. Ukiweza kupata supplement za fish oil au tunasema ni mafuta ya samaki, pia hizo ni option nzuri za kukusaidia kuweka mwili wako kwenye hali nzuri
na kukusaidia wewe kuweza kupunguza uzito. Kwa hiyo hilo ni jambo namba 5 ambalo ni la muhimu sana kuweza kuzingatia. Jambo namba 6 ambalo ni ya muhimu sana ni mkakati wa kula matunda, na hapa ndipo watu wanapochanganya. Kwenye swala la matunda, unapokuwa unapunguza uzito, naomba nieleweke, unapokuwa unapunguza uzito tunayagawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza tunasema ni matunda yasiyo na sukari au yenye sukari kwa kiwango kidogo. Kundi la pili yanakuwa ni matunda yenye sukari na yenye sukari kwenye kiwango kikubwa. Sasa matunda ambayo hayana sukari au yenye sukari ya kiwango kidogo sana, huwa tuna 5, hasa kwenye mazingira yetu ya Kitanzania na kwenye mazingira yetu ya Afrika. Ya kwanza tunasema ni parachichi, ya pili tunasema ni tango, 3 nazi, kama nazi ile iliyokomaa, 4 tunakuwa na apple ya kijani au green apple, na ya 5 tunakuwa tuna carrot. Hizo 5 zina kiwango kidogo sana cha sukari, na utakapokuwa unatumia zaidi hayo matunda kipindi ambacho unapunguza uzito, itakuwa inakusaidia sana kupunguza kiwango cha sukari kinachoingia kwenye damu yako na kukusaidia uweze kupunguza uzito. Sasa tukiacha hayo 5 ambayo kwa kawaida tunashauri, tango, parachichi na nazi, kula vyovyote unavyotaka, hamna shida. Tunapokuja kwenye carrot tunashauri at least 2 kwa siku. Na tunapokuja kwenye green apple tunasemaga 1 apple a day keeps you away from the doctor. Kwa hiyo fuata huo ushauri kwamba ukitaka kula green apple, pata green apple yako 1 kwa siku, itakuwa ni vyema zaidi. Tukija kwenye kundi la pili ambao ni kundi yenye matunda yenye sukari. Sasa hapo ndio matunda yote ukiachana na hayo 5 ambayo nimeyataja yanakuwa humu. Sasa kwenye haya matunda, kipindi ambacho unapunguza uzito, watu wanafanya kosa moja. Anakaa siku nzima bila kula chochote. Anapokuja kula jioni, ameweka labda tikiti maji, ameweka embe, ameweka ndizi, amechanganya matunda mengi, hasa haya ambayo yana sukari. Sasa kiwango cha sukari kitakachoingia ukichanganya haya matunda kwa ujumla, maana yake itakuwa ni kingi sana. Na kwa lugha rahisi ni kwamba kazi yote uliyoifanya ya kukaa njaa siku nzima itakuwa haina matunda yoyote na itakuwa haikusaidii. Sharti la kwanza kwenye haya matunda ya sukari, hakikisha unakula aina 1 kwa siku. Kwa hiyo kama leo utachagua kula embe, basi iwe embe peke yake. Kama umechagua kula tango, umechagua kula tikiti maji, basi iwe tikiti maji peke yake. Lakini sharti ya pili, inabidi iwe kiwango kidogo, kwa sababu ukila kiwango kidogo sukari itaingia kidogo. Ukila kipande kikubwa au kiwango kikubwa, sukari inaingia nyingi. Sasa ukifanya hivyo unajiweka kwenye matata ya kutoweza kupungua uzito, kwa sababu bado unaingiza sukari nyingi kwa kiwango kikubwa kwenye damu yako na utakuwa haupungui uzito. Kwa hiyo naomba tuzingatie hayo mambo mawili kwenye swala la matunda. Matunda yenye sukari na matunda ambayo hayana sukari. Na kwenye hayo matunda yenye sukari, hakikisha unafuata utaratibu huo ili kusaidie wewe kuweza kupunguza uzito. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo namba 6, kwamba namna ya ulaji wa matunda pale unapotaka kupunguza uzito. Jambo la mwisho kabisa, wagonjwa wanatumia sana supplements. Dokta, mimi kwenye uzito natumia supplement hii, natumia supplement hii, natumia supplement hii, natumia supplement hii. Sawa, haina shida. Je, unafahamu kwamba supplements kama supplements pia zina utaratibu wake wa kutumika? Maana ya supplement ni kwamba kuna kitu fulani kimepungua kwenye mwili, kwa hiyo tunaisaidia mwili kuipata ili iweze kufika kiwango kile kinachohitajika. Mtu ametumia supplement kwa miezi 3 mfululizo, alikuwa hana upungufu wowote, ila ameamua kutumia supplement kwa sababu kuna wenzake wamemwambia kwamba ukitumia hizi supplement uzito utapungua. Naomba nikusisitize sana kwamba swala la supplement ni swala ambao unatakiwa kuongozwa na daktari au mtaalamu wa afya ambaye anauelewa kuhusu swala la supplement. Kwa sababu tafiti zimeonyesha kwamba kuna watu ambao wanapata matatizo ya kiafya kwa sababu ya matumizi ya supplement holela ambazo hazina mpangilio sahihi na hazina lengo la kuimarisha afya kwa ujumla. Kwa hiyo kama
kuna ulazima wowote wa kutumia supplement, manake either uongee na daktari wako au mtaalamu wa afya ambaye anakuongoza kwenye kupunguza uzito, akupe mwongozo sahihi ya kuweza kukusaidia wewe kutumia supplement vizuri. Lakini tofauti na hapo, wengi sana wanapata shida za figo, wengi sana wanapata shida za ini, kushindwa kufanya kazi vizuri, na wengine wanapata kitu kinachoitwa vitamin toxicity, kwamba ametumia vitamin nyingi kupita kiasi mpaka sasa imeanza kuwa sumu kwenye mwili wake. Kwa hili jambo la supplement naomba tulizingatie sana, kwa sababu ni la muhimu na inadhuru watu wengi, hasa wale ambao wako kwenye program ya kupunguza uzito. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tukiweza kuyazingatia vizuri, itatusaidia kwa kiwango kikubwa tuweze kupunguza uzito na kuimarisha afya yetu kwa ujumla. Naitwa Dr. Eric George Otieno. Nashukuru Gavoo Media kwa kuhakikisha kwamba unaipata hii episode vizuri kabisa. Zingatia haya ambayo tumezungumzia kuhusiana na swala la lishe pale unapotaka kupunguza uzito, ili uweze kupata matunda ambayo ni mazuri na kuimarisha afya yako kwa ujumla. Mpaka wakati mwingine, karibuni sana kwenye The Catalog Podcast. Asante.